Mheshimiwa Sakwa Bunyasi alikuja hapa na yeye ndio ametuthamini na amepanga tuwe hapa kwa sababu anatushikilia kule. Nitahimiza, ningependa mama aje hapa atusalamie alafu niendelee. Principals wenye wako hapa, madelegates wote, hamjambo? Hamjambo tena. Pokeeni salamu za Mheshimiwa Bunyasi. Mnasipokea? Mnasipokea wote? Tafadhali nataka muonyeshe Mheshimiwa Bunyasi akiwa huko bungeni ya kwamba mmepokea salamu zake. Mnapokea salamu zake? Asanteni, asanteni, asanteni. Nimekuja tu hapa kuwaambia ya kwamba Mheshimiwa aliniambia wageni wanakuja nyumbani. Na kila mara mnajua wageni wakikuja nyumbani nana na wakaribisha. Ndio sababu niko hapa kukaribisha wageni wamekuja nyumbani. Na tena kuambia ya kwamba hapo kuwasimamia nyinyi kwa upande wa ugavana. Anaenda kutetea Busia. Na ameniambia kwamba amejipanga vilivyo. Mheshimiwa amejipanga vilivyo. Kimaendeleo mko sawa. Yenye anawauliza ni ya kwamba mkienda kila mmoja atembee. Najua mmekuja hapa mmoja, lakini kila mmoja mtafutie wengine 9 na aingie asubuhi na mapema kwa county. Asanteni sana. Haya, asante sana mama. Si ametetea vizuri. Sasa mnajua kwamba mchezaji wa mpira akienda forward kama vile Sakwa yuko forward kwa mambo ya bunge, mnajua sasa defense iko sawa sawa na mama. Si namna hiyo? Bao mtu hawezi funga, lakini yeye atafunga kule. Si namna hiyo? Asante sana. Mimi niko na mambo mawili matatu. Kwa sababu Busia ni kubwa na tunataka mfike nyumbani mapema. Neno la kwanza, na mimi hotuba yangu italenga maswali, lakini pia nataka nihimize mambo mawili. Na jambo la kwanza ambalo mimi nataka kuhimiza ni kwamba Senator Malala alizungumzia kitu kuhusu bei ya mafuta, fuel. Na hata Weta akagusia, Ababu akagusia, hata Rashid akagusia. Mimi nataka tuulize serikali ya Uhuru. Mr. President, in the last few days, Wakenya wamekuwa wakihangaika kwa sababu there's a shortage of fuel. Whether it is hoarding or not, we want an explanation. Why is there a shortage of fuel in Kenya? Mr. President, how can there be a shortage of fuel in Kenya when Uganda gets their fuel inapita, inaenda Uganda? The Ugandans have no shortage of fuel, which has traversed through Kenya, and yet Kenya, which has facilitated Uganda fuel going there, there's no fuel shortage, but there's a fuel shortage here. What is happening? Hili ndio swali tunataka serikali jibu. Jana waziri wa fedha kule Treasury walikuwa na mkutano na kampuni za mafuta kwa sababu wanataka kujua what is causing the crisis. Kwamba right now the prices are high, but also we are having a shortage. Hapa Busia people are lining up. Ukienda huko sehemu zingine za Western Kenya, people are lining up to get fuel. This is unusual in a free market economy where there are no price controls. We want an explanation. Unajua juzi katika bunge kwa mswada, wabunge wa Kenya Kwanza walitoa mswada wa kuweka 5.7 billion shillings ziende kwa fertilizer so that it can subsidize bei ya fertilizer kwa sababu ni msimu wa kupanda
na kulima, kuna mvua. Hii serikali ya Uhuru ikatoa hizo pesa kupitia kwa Yatani, wakatoa 5.7 billion kutoka kwa fertilizer, wakapeleka iende kwa security. Sisi tunashindwa, ni security crisis gani ambayo ilikuwa imepatikana ndio unatoa pesa za fertilizer ziende kwa mambo ya security? Hakuna security. Security ambayo inayosumbua ni kwamba project ya Azimio hainunuliki, haiuziki. Sasa wanatoa pesa za fertilizer za wakulima, wanapeleka ili zijaribu kusukuma project ya Azimio. Je, sasa sisi tunataka tuulize, hii shortage ambayo tunaona ni ya mafuta ambayo imeanza kutokea, huenda ikawa, na tunataka treasury tueleze, ile subsidy wanaweka ya kusaidia moderating the price of fuel, can the treasury tell us, have they also removed hiyo mambo ya subsidy kwa sehemu ya fuel iende kwa Azimio, ndio tunaanza kuona shortage? We want an explanation from the treasury. We want an explanation from the Uhuru government, because this is the planting season. This is the planting season. If there's no fuel, how do you expect the farmers to be able to plow and plant and make sure that there's food security in this country? Hii ni swali ambalo tunataka serikali ijibu, na ijibu haraka kabisa, tujue nini inafanyika. Neno langu la pili, tunataka tujue, kwa sababu Sakwa Bunyasi yuko kule Nairobi anapambana na ule mswada wetu, na mimi nataka niambie watu wa Busia, ule mswada wa kujua Kenya inakopa vipi na pesa zinatumika vipi, huo ni mswada ambao umepelekwa bunge na mheshimiwa Sakwa Bunyasi ambaye anataka kukua governor wa Busia. Ladies and gentlemen of Busia, young men and old men of Busia, mimi nataka niwaambie, that is a brain. Yeye anataka tujue nini natendeka kwa madeni ya Kenya. Kwa sababu madeni yakiwa juu, ushuru unaenda juu. Madeni yakiwa juu, matatizo yanaingia vile tumeanza kuona yakitatiza. Sisi tunasema, that is the person who we want you to help to be governor of this county, because he's not just thinking about the county, he's also thinking about the entire country na kile kinatendeka. Huo mswada ni wa muhimu. Na nataka mjue kwamba kulipa madeni ya ng'ambo, hii ndio point yangu ya tatu. Kulipa madeni ya ng'ambo, haulipi na Kenya shillings. Unalipa na madola, ama na mayuro, ama na pesa za kigeni. Sasa wakati huu tukizungumza, shilingi 116 ya Kenya ndio inakupatia dola moja. Ni kwa nini dola imezoroteka haraka ama imepanda na shilingi imezoroteka haraka? Swala hili tunataka treasury wajibe, watupatie jibu. Kwa sababu we can see, na tunataka central bank itueleze, is there a shortage of foreign currency at this point in time that is now beginning to manifest kwa sababu ya madeni? Is there a shortage of foreign currency? Is there a liquidity problem ambayo imeanza kuingia kwa uchumi kwa sababu ya madeni, na ndio kwa sababu sasa tunaanza kuona shida kwa mambo ya mafuta? Sisi tunasema kama serikali ya Kenya Kwanza, tunataka tusimamie uchumi kwa njia inayofaa, Wakenya wote wapate manufaa, turudishe gharama ya maisha chini, wakulima kila mtu apate haki yake. Ndio kwa sababu tuko hapa tukisema this is serious business, and Kenya Kwanza wants to do serious business, and we are here for serious business. Mumbudire. Mumbula. Mimi nahimiza hiyo kwa sababu it is so sad that at this time we are beginning to face a crisis.
Sasa nikuje kwa siasa ambayo nataka niulize tu nyinyi watu wa Busia. Kutoka Teso mpaka Budalangi. Nataka niwaulize tu swali. President ambaye anastaafu mwaka huu tarehe 9 mwezi wa 8 anaitwa nani? Anaitwa nani? Uhuru? Yeye ndio anastaafu. Si namna hiyo? Mjumbe wake anaitwa nani? Mjumbe wake anaitwa nani? Constituency inaitwa Gatundu South. Sasa wewe mama wa Budalangi, kijana wa Budalangi, kijana wa Teso North, kijana wa Teso South, kijana wa hapa Nambale, kijana wa Funyula, kijana wa Butula, kijana wa Matayos. Sasa mimi nakuuliza, Uhuru anakujua hapa? Anajua jina lako? Lakini wewe jiulize, Uhuru anatuambia tuende kwa Azimio. Lakini mjumbe wake Moses Kuria, MCA wake na mjumbe wake wako kwa Kenya Kwanza. Wako na sisi. Yeye hawezi peleka mjumbe wake kwa Azimio. Lakini anatuambia sisi tuende kwa Azimio. Wewe bwana mama hapa, si ukitazama tu utajua sasa Uhuru anatucheza. Anatucheza. Anatumia ile wanaita reverse psychology. Sema reverse psychology. Reverse psychology. Yani yeye anajua kwamba Kenya Kwanza ndio utaunda serikali. Na watu wa Mlima Kenya wanajua pahali serikali iko. Sasa yeye Uhuru anaambia watu nyinyi endeni Azimio, na huku nyuma anatuma watu wake waende kwa Kenya Kwanza. Sasa wewe unaimba Azimio, lakini watu wake wote wameingia wapi? Pahali serikali itakuwa, na hiyo serikali ni Kenya Kwanza. Ni lazima tumwambie hata sisi tumeerevuka. Mumesikia hiyo? Kwa sababu anatuelekezaje kule na wajumbe wake wote wako Kenya Kwanza? Hii ndio swali ni lazima tuulize. La mwisho, ili niketi chini. La mwisho, munataka serikali ambaye yule anashika steering, ama munataka mtu mwingine ashike hiyo steering? Mwenyewe ashike steering. Sasa mimi nataka niwaulize, Uhuru mwenendo wake ni mwenendo ambao unaonyesha hataki kustaafu. He's showing reluctance when it comes to going home. He's showing reluctance when it comes to allowing Kenyans to choose for themselves. Sasa yeye anataka tupatie muradi. Azimio ni muradi wake. Yeye anashika remote. Na muradi ameweka mbele kitandawili. Sasa hiyo remote Uhuru anashika, vile mnaona TV nyumbani. Uhuru anachukua hiyo remote, anafinya left, kitandawili anaenda left. Akifinya right, kitandawili anaenda right. Akifanya fast forward, kitandawili anaenda mbele. Akisema rewind, ana rewind. Akisema pause, ana pause. Hata juzi kwa mtandao mliona kitandawili akiwa London, Uhuru akafinya sleep na yeye akalala kwa mkutano. Ama hamukuona? Simuliona? Uhuru alikuwa amefinya pause, sleep. Sasa nyinyi mjiulize, ikiwa mtu anataka yule anakuwa controlled, anataka afanya nini kwa hiyo serikali, wakati anafinya sleep, anataka afanyie nini hiyo serikali? What is the real intention of having somebody who is not hands-on kwa serikali? Anataka kucontrol. Si namna hiyo? Sasa mimi nauliza watu wa Busia, si mnataka mcontrol serikali yenu? Si mnataka mcontrol maisha yenu? Si mnataka mshikie muone Kenya inaenda wapi? Mcontrol uchumi wenu,
mcontrol biashara yenu, mcontrol ukulima wenu. Si hiyo ndio nyinyi mnataka? Basi mkitaka hivyo, mimi nasema serikali ni ya Kenya Kwanza. Na sisi tumeungana na William Samoei Ruto akiongoza chama cha UDA. Tumeungana na Ford Kenya, Moses Masika Wetangula, na mimi ma-DVD na ANC. Sisi tunasema vyama hivi vitatu vimeshikana. Tufanye kazi pamoja na tutoe viongozi kutoka kwa hivyo vyama. Na hapa tunawaomba Bunyasi, JB, JB, please, nawaomba na wasihi watu wa Busia, mtusaidie JB Sako Bunyasi akuwe governor wa eneo hii, aweke msingi mzuri ili tukienda mbele hata wala governors watakuja baadaye watakuwa wamewekewa foundation nzuri ya kwenda mbele. Hiyo ndio message sisi tunataka tuambie. Na wale wajumbe wengine wote, unajua hawa jamaa wamejaribu kununua wajumbe, wamefanya nini? Hata wafuasi wetu wa ANC wakanunua. Hapa wakachukua mtu wangu huku Kaunya ambayo tulipambana naye kwa muda mrefu, lakini tukasema wacha asonge. Pahali anatoka mwingine atafanya nini? Pahali anatoka mwingine atafanya nini? Ataingia. Kwa hivyo sisi tunasema tu wale watu wa Kenya Kwanza, do not leave any stone unturned. Kwa sababu tarehe 9 mwezi wa 8 serikali ni ya Kenya Kwanza. Tumechukua Mount Kenya. Tumefunga Western. Rift Valley yote imeenda. Tutapambana Nairobi. Coast imeenda. Kesho kutwa tutaenda Northeastern. Hapa Ukambani wale wanayumba yumba, ground imekuwa tofauti. So wewe ukipiga hesabu, jiulize tu kusema ukweli, Azimio watashinda namna gani? Wamezibia. Hello? Unaona, wakiona mambo inaanza kuchacha wanazima stima. Lakini tutawaambia tu na tutawashinda tu. Si namna hiyo? Asante sana kwa sababu naona mvua inarudi tena na kuna kikao, another part of the program tunataka baba atumalizie. Lakini mimi nauliza tu, hizi timu umeona hapa mzatipazie kura? Na mtakuwa disciples wao? Mtakuwa campaigners wao? Mtatupatia ushindi? Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa babu, wacha nikurudishie. Makofi kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Musalia, Nduri ya Musalia. Mheshimiwa Musalia, you will just do 2 quick things. Alafu tukitoka hapa tangazo, tulikuwa na program mrefu. Tulikuwa tunaenda Mundika, Matayos, Muluhoni, Sioport na Port Victoria. Kwa sababu ya weather, viongozi wetu tutawafikisha Mundika ambako tunafungua afisi ya chama cha ANC Matayos branch chini ya Mheshimiwa Daktari Osborn Mabalu. Mheshimiwa, kuja hapo, endi ya host wetu Mundika. Una host sisi Mundika. So wale ambao wanaandamana na sisi tufike Mundika, alafu tutaachilia viongozi wetu, and then mimi nitaendelea na safari mpaka Muluhoni, mpaka Sioport, mpaka Port Victoria. Mimi nitaongoza hiyo msafara. Sasa kwa haraka, Mheshimiwa Musalia, nitakuomba uzindue vikundi vyetu. Kikundi cha Kenya Kwanza Women Caucus, Mheshimiwa Azida Ali
tafadhali njoo hapa ukaribishwe na mheshimiwa viongozi wetu, Mheshimiwa Musalia, Senator Wetangula, alafu viongozi wa Hustler Women Brigade akiwemo Madam Penina na viongozi wa kitaifa, kujeni hapa mtambuliwe rasmi kama soldiers wa Kenya Kwanza. Alafu the Hustler Battalion, vijana wa Hustler pia kujeni hapa, mnazinduliwa rasmi na Mheshimiwa Musalia na Senator Wetangula. Mheshimiwa Musalia, these are your people, the Kenya Kwanza Women Caucus wakiongozwa na Mheshimiwa Azida, the Hustler Women Brigade wakiwa hapa na mwenyekiti wao wa kitaifa, mwenyekiti wa Busia County wako hapo. Utawapatia nafasi vile wewe mwenyewe utaona. Mheshimiwa the chair, Mheshimiwa Azida. Harambe! Harambe! Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa my party leader Moses Wetangula, sisi kama wamama tumekuja pamoja chini ya mwamvuli wa Kenya Kwanza. Kenya Kwanza Women Caucus. Katika huo mwamvuli tumejumuika vyama vitatu. Tuko na ANC, tuko na wamama kutoka UDA na tuko na wamama kutoka Ford Kenya. Wamama mko? Wamama mko? Na sisi agenda yetu ni moja, Mheshimiwa. Tumesema sisi kama wamama tunataka kuhakikisha tunafikia kila mama popote pale alipo. Wakiwa mtoni, wakiwa wanatafuta kuni, tutawatafuta, na meseji yetu ni moja tu. Meseji ni ya kuwa Kenya Kwanza, president wetu ni Mheshimiwa William Samoei Ruto, na tunasema kuwa mbunge wetu ni Mheshimiwa JB John Bunywasi. Wamama tuko pamoja. Wamama tuko pamoja. Leo tuko na furaha, tumesimama mbele ya wakubwa wetu na tuko hapa kuzinduliwa kirasmi. Na ningelipenda kusema hiki kikundi tuko pamoja na Mheshimiwa Susan Mangeni na Mheshimiwa, where is this lady? Na kuna come forward. Tuko na Mheshimiwa Maureen, lakini sasa tulianzisha wamama watatu. Tuko na Mary akiongeza kikosi cha ANC, tukawa na Mheshimiwa coordinator wa UDA ambaye alileta kikosi cha UDA. Kwa hivyo tumeshikana pamoja na tunaomba kutambuliwa, na pia mtusaidie kufika maeneo yote. Tumefika Kakamega, tumefika Vihiga na hivi sasa tunaelekea Bungoma as Kenya Kwanza Women Caucus. Asanteni sana. Tunawatambua Mheshimiwa Azida. Tunawatambua na tunataka tuwavishe nyote. Wewe sasa ndio unakaa Kenya Kwanza proper. Kenya Kwanza, the rainbow of Kenya. Sawa, mimi ni chair lady wa Hustlers Women Brigade, na hao mama wenye mmeona hapo wakiwa wamevalia mavazi ya yellow ni Hustlers Women Brigade Busia chapter ambayo ilikuwa inazinduliwa leo. Pamoja na mimi pia niko na national chair lady wetu, kwa sababu hii ni kikundi ambayo iko na structures kuanzia kwa national level hadi kwa grassroots. Na sisi nia yetu ni kuhakikisha kwamba tumegonga kila mlango hapa Busia tukitafuta kura ya deputy president pamoja na kura ya aspirants wetu, na tunaenda kufanya hivyo kwa nguvu na kwa bidii, na